بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mpenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, shukurani za dhati kabisa nizipeleke kwa Mwalimu Mahmud hapa, ambaye ndiyo mwenyeji kiongozi katika ziara yangu hii, akishirikiana na ndugu zangu wengine wa hapa Mombasa nchini Kenya, akiwemo Ustadhi Musa Babas, ninaye ndugu yangu hapa Ustadhi Muhammad Abdul Karim, mashekhe wa madarasa hii pamoja na Waislamu katika mji wa Mombasa kwa ujumla. Niwashukuru sana kwa mwaliko huu wa ziara ya kuja kuzungumza na ndugu zangu Waislamu katika nchi hii ya Kenya. Napata faraja na furaha kubwa leo nakutana na kina mama wa Mombasa. Na kwa sababu niko na kina mama, nataka nichague mada itakayowahusu na kuwagusa zaidi kina mama na jamii kwa ujumla. Katika kipindi hiki cha risali moja lijalo, Mwenyezi Mungu akipenda, kwa rehema zake na baraka zake, tutaogelea katika mada inayozungumzia njia za uzazi wa mpango, faida na madhara yake. Mada hii ni muhimu kwa kina mama kwa sababu kwanza, hapa mlipo mpo malika mawili tofauti. Kuna watu wazima ambao tayari wameshaingia kwenye ndoa au wanaijua ndoa ni nini, na walio nje ya ndoa ambao bado wana umri mdogo, lakini mwisho wa siku watakuwa mama wa familia. Kwa nini nimechagua kuzungumza njia za uzazi wa mpango? Mada hii ina saidi mbili. Saidi ya kwanza ni faida zake na saidi ya pili ni madhara yake. Lakini Waislamu ndio kundi ambalo linaonekana linashauriwa zaidi kutumia njia za uzazi wa mpango kwa dhamira ya kuwasaidia au kwa madai ya kuwasaidia, kwa sababu Waislamu wanazaa pasi na kikomo. Japokuwa Uislamu na maneno yasiyokuwa ya wasiokuwa Waislamu juu ya dhana ya uzazi yanatofautiana. Uislamu umemfanya mwanamke kuwa ni factory, kiwanda bora kabisa cha kuzalishia familia.
Na mtu yoyote anapokuwa na kiwanda, mara nyingi anakuwa na utaratibu ama manifesto ya matumizi ya mashine za kuzalishia bidhaa anayokusudia. Manifesto ya matumizi ya mashine kiwanda mama cha kuzalishia mtoto kimeelekezwa na Qur'ani na maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uislamu haujasema mwanamke azalishwe kama mashine ya fotokopi, kwamba hii imetoka, hii inabebwa, hii inachomoka, hii imeingia, hii inachomoka. Uislamu haujasema hivyo. Uislamu unamjali mwanamke katika mazingira ya afya, na ndiyo maana unaposoma katika Suratul Bakara, Mwenyezi Mungu amewataka wanawake wa Kiislamu wanyonyeshe watoto miaka miwili. Lengo hili la kunyonyesha watoto miaka miwili linampa fursa mama kuwa na miaka mitatu ya amani kabla hajashika mimba nyingine, au miaka miwili na miezi kadhaa. Kitendo hiki kinajenga afya kwa mwanamke, kwa sababu Uislamu unatambua mwanamke anapokuwa na hatua mbalimbali za ujauzito, kwanza anapoteza afya yake kwa kushuka kiwango cha kinga za mwili. Mwanamke yeyote anapokuwa pregnant, anakuwa na mimba, anapokuwa ameconceive, kwa kawaida anakuwa na low immunity, kinga za mwili zinashuka. Na Uislamu unalijua hilo, ndio maana unampa muda mwanamke baada ya kujifungua aweze kugaini afya yake, arudi katika hali ya kawaida. Lakini swala la uzazi wa mpango limegawanywa katika makundi matatu. Kuna uzazi wa mpango wa kizungu, kuna uzazi wa mpango wa asili, yani jadi, traditional, na kuna uzazi wa mpango wa Kiislamu. Uzazi wa mpango umegawanywa katika makundi matatu. Uzazi wa mpango ambao ndio maarufu na unapigiwa debe sana duniani ni ule uzazi wa mpango wa kizungu. Uzazi wa mpango wa kizungu unatumia billions of money za dola na euro ili kuhakikisha kwamba jamii ina ufahamu na inautumia. Sura inayoletwa juu ya uzazi wa mpango kwa jamii inakuwa kama kuisaidia jamii juu ya afya na usalama wa uzalishaji wa afya katika familia husika. Lakini lengo la wazungu juu ya uzazi wa mpango ni tofauti kabisa na matokeo ya jambo lenyewe. Yako maswali kadhaa mwanadamu anatakiwa ajiulize. Swali la kwanza, mzungu mwenye watoto wawili Uingereza au Marekani anaathirika nini kwa Mgiriama ama Mkikuyu au mtu yeyote katika makabila ya Mijikenda akiwa na watoto 15? Mzungu mwenye watoto watatu yuko Marekani au wawili yuko Uingereza, anaathirikana nini na Mgiriama wa Coast na Mkikuyu wa Coast? Anaathirika nini na huyu mtu anayeishi Kenya, anasoma shule ya Kenyatta, anakula mshahara wa Kenyatta, anatembelea barabara za Kenyatta, anakwenda hospitali za Kenyatta? Huyu mzungu kule Ulaya anaumia nini? Anabeba mzigo gani? Swali hili ni la msingi, kila mmoja anatakiwa kujiuliza. Kwa nini unatakiwa ujiulize swali hili? Mzungu anatumia mamilioni ya pesa kuhakikisha mabango, flyers, matangazo katika redio,
matangazo katika television, washauri katika mahospitali, mabango katika hospitali, semina, warsha, wakurugenzi, wahudumu, matangazo ya TV, matangazo ya redio, yanatumia mamilioni ya pesa kwa fedha za Kenya. Anashauriwa mtu kutumia njia ya uzazi wa mpango. Kina mama, mnatangaziwa na kushauriwa, hamtangaziwi? Mnatangaziwa, hamtangaziwi? Yale mamilioni ya pesa ambayo mzungu anayatoa ili wewe utangaziwe njia ya uzazi wa mpango, ushawishiwe kuitumia njia ya uzazi wa mpango, mamilioni yale ya pesa yanayotolewa mzungu, yeye anapata faida gani? Ana huruma kubwa kwa kiasi gani? Kipi lingekuwa jambo la busara na huruma ya kweli katika kumsaidia huyu mwenye watoto wengi? Pesa ile inayopelekwa kwenye matangazo ingeongezwa kwenye bajeti za shule na hospitali ili watoto wawe na afya bora, au pesa ile itumike kukushawishi uache kuzaa? Kipi busara katika kumsaidia mtu kwa dhamira ya dhati? Sura ya nje. Matumizi ya uzazi wa mpango kwa mzungu ni msaada mkubwa kwa Muafrika aache kuzaa ovyo. Lakini sura ya ndani kuna jambo kubwa zaidi kuliko hilo. Ndiyo lengo langu la kuzungumza njia za uzazi wa mpango, faida na madhara yake. Na niwaombe kina mama, mnitegee masikio vizuri, muwe hadhiri na mimi, ili leo msikie mambo ambayo naamini hamjawahi kuyasikia tangu mmeumbwa na Mwenyezi Mungu. Lengo, faida na dhamira ya jambo hili mtaijua kwa kina katika mada yangu hii itakayochukua dakika 50-60 baadaye. Mzungu hafanyi haya kwa dhamira ya kukusaidia. Njia za uzazi wa mpango kwa mafundisho ya wenzetu wazungu, wana target walioitarget mbele, ambayo ni kinyume kabisa na fikira zako zinavyodhani. Anakusaidia uache kuzaazaa. Yako mambo unatakiwa ujifunze. Sisi wa Afrika tuna culture tumezirithi kwa baba zetu na waliozaliwa na babu zetu. Nani amewahi kusikia babu yake alibemenda mtoto? Nani ashawahi kusikia shangazi yake alibemendwa? Nani aliwahi kusikia babake mkubwa alibemendwa? Nani aliwahi kusikia bibi yake alimbemenda babu yake au mama yake mdogo? Mbona wazee wetu watoto wao walizaliwa vizuri? Unapoona eji ya babako mkubwa na babako mdogo zinatofautiana kwa kiwango kizuri kuliko watoto tunaowazaa mimi na wewe katika zama za sayansi na teknolojia. Wakati wale wazee walikuwa hawana mafundisho ya uzazi wa mpango, waliwezaje kutengeneza watoto wao wakapishana miaka 2, 3 mpaka 4, mtoto mmoja kwenda mtoto mwingine? Inafikia mahali mama ana watoto 17. Huyu mtoto wa kwanza, mdogo wake wa mwisho umri wake sawasawa na mtoto wake wa mwisho kwa huyu mtoto wa kwanza. Nini waliweza kufanya? Wakapata interval nzuri ya baina ya mtoto na mtoto, na wala hawakuwaharibu watoto wao kwa kuwachukulia mimba katikati ya mtoto ananyonyesha. Nini kilitumika? Ili kuwaje? Waliwezaje kufanikiwa hilo? Kama hoja inakuja kwamba tunashindwa kulea, historia inaonyesha wazazi wetu walitufundisha namna ya kulea mimba zetu, watoto wetu, kutoka mtoto mmoja hadi mtoto mwingine. Mtoto anahitaji umri gani kubebewa mimba mtoto mwingine? Wazazi wetu walilijua hili. Wazazi wetu walilifanya hili. Babu zetu walilifanya hili. Lakini mzungu haachi kufundisha hili. Mzungu haachi kutoa pesa zake kushawishi uzazi wa mpango. Mzungu haachi kutoa fedha zake kufanya matangazo makubwa. Anafaidika na nini? Lipo jambo analitaka mzungu, liko nyuma, liko behind, liko nyuma ya mchezo huu.
Kuna jambo ambalo mzungu kalitengeneza, analitarajia. Ndugu zangu, matumizi ya uzazi wa mpango, utafiti uliofanywa miaka 5-6 iliyopita na Shirika la Afya Duniani, 80% ya watumiaji wa njia za uzazi wa mpango ni watoto wa kike wenye umri wa miaka kuanzia 13 mpaka 28. Miaka 13 mpaka 28, 80% ya watumiaji wa uzazi wa mpango ni watu wenye umri huo na ni wanawake. 80% hiyo tukiifanya 100, 90% yake, yani 90% ya 88% ya watu wanaotumia njia za uzazi wa mpango ni wanawake wasichana wenye umri wa kati ya miaka 13 na umri wa miaka 23. Hapa katikati ndio, yani chini ya miaka 25 ndio watumiaji wakubwa wa njia ya uzazi wa mpango. Na kuulizeni swali, watoto kati ya miaka 13 na miaka 18 tayari wapo ndani ya ndoa? Watoto wa miaka 13 hadi miaka 18 wapo ndani ya ndoa? Kama hawapo ndani ya ndoa na ndio watumizi wakubwa wa njia ya uzazi wa mpango, wanatumia njia hii kwa dhamira gani? Hawana ndoa, wanatumia njia ya uzazi wa mpango. Kuna siri gani imejificha katikati yake? Lengo la wazungu na dhamira yao katika uzazi wa mpango ni kukiandaa kizazi kizinifu baada yetu. Yani mtu awe ana hofu ukimwi, awe ana hofu kaswende, awe ana hofu gono, lakini asihofu dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa kwake iwe ya kawaida tu. Na vijana wetu wengi wanaosoma shule za msingi na sekondari, ambao tayari wameshakuwa matured, ndio watumiaji wakubwa wa njia za uzazi wa mpango. Kwa sababu mimi na mke wangu ni halali yangu, natumia madawa ya kuzuia uzazi, natafuta nini? Mabinti wa kike wengi wameharibika. Unaweza ukamuona mcha Mungu ana kila hali, lakini kama utafuata nyendo zake utajuta kujua. Na utandawazi ndio ulioharibu zaidi. Mabinti wengi wanashika simu za smartphone. Simu ya smartphone ni darasa mbaya ya kumharibu mtoto kuliko kitu chochote. Na kuna baadhi ya wazazi wamekosa maadili. Mtoto wa chini ya miaka 25 wa kike anamkabidhi simu ya smartphone atumie anavyotaka. Unataka simu hii awasiliane na nani na afanye nini? Nakwambieni ukweli, kina mama mnaonisikiliza, smartphone ni darasa kubwa la swala zima la ngono na mapenzi kuliko elimu ulionayo wewe uliokaa kwa nyikanga miaka 2. Darasa wanazofundishwa mabinti zetu kupitia simu, wana elimu kubwa ya ndoa na tendo la ndoa kuliko wewe mama mwenye ndoa miaka 25 na una watoto 8 ndani ya ndoa, mwanafunzi kwa mtoto wako. Lakini darasa kubwa ni smartphone. Sasa ili aendelee kufanya hayo na umri wake haumruhusu kushika mimba, lazima ajue namna ya kutumia njia za uzazi wa mpango. Mabinti wengi wanachoma sindano. Mabinti wengi wanaweka kitanzi. Mabinti wengi wanaweka kipandikizi. Mabinti wengi wanameza vidonge. Haya yote wanayafanya wakizuia mimba, kwa sababu wanafanya maisha ya kawaida. Katika maisha yao yote wanaishi kawaida, kumwasi Mungu, wala hakuna wanachoshindwa. Kinachokufanya wewe uendelee kumuona mtoto wako ana utii wa Mungu
hashiki mimba, ana miaka 25 hana mimba, unadhani hana boyfriend, amewapanga. Siku ukikamata simu yake ukiipekua ndo utajua. Na wallahi mabinti wote simu zao za smartphone zina password na zina pattern. Swali la kujiuliza, binti wa miaka 16, binti wa miaka 21, binti wa miaka 25 hana ndoa, simu yake ina password na pattern, anazuia nini? Ana makubwa anataka wewe mama yake una baba yake na shangazi zake na mama zake wadogo msiyajue. Hapa ndipo alipotufikisha mzungu. Tunadhani anatusaidia, lakini behind the scene ana jambo amelihifadhi. Tunadhani uzazi wa mpango ni kumsaidia mwanamke, lakini behind the scene ana jambo. Jambo lenyewe ni kumuandaa mtoto mdogo wa sasa awe kizazi kisichokuwa na hofu ya zinaa na juu ya adhabu za Mola wake. Kwa hiyo madhara ya kwanza ya uzazi wa mpango ni kueneza ngono na zinaa kwa ujumla wake. Matumizi ya njia hizi yanashawishi sana athari za matumizi, zinashawishi sana tendo la zinaa katika jamii. Na Waislamu muongozo wetu ni Qur'an. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, suratu Bani Israil, wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabira, aya 32 sura ya 17. Allah anasema wala takarabu zina, msikaribie zina, innahu kana fahishatan wa saa sabira, hakika ya zina ni uchafu lakini unaongoza katika njia mbaya. Kwanza Mungu anaonesha zina ni uchafu. Nini maana ya neno uchafu? Uchafu ni kitu chochote kinachokaa mahala pasipostahili kuwepo, ndio uchafu. Kwa mfano, nunua kiatu cha 100,000, kiatu chenye thamani ya 100,000 ya Kenya ikibidi, vaa mguuni, tembea kwenye tope. Ukipanda nacho kwenye shuka la 500 ya Kenya na tope lake, umeshaweka uchafu, japokuwa thamani ya shuka ni ndogo kuliko thamani ya kiatu. Kwa hiyo uchafu ni kuweka kitu mahala pasipostahili. Na zinaa ni tendo la kufanya jambo ambalo katika sheria ya dini ya Kiislamu halikutafutiwa utaratibu maalum. Kitendo cha mtu kuishi na mwingine au kuwa na mwingine katika tendo la ndoa bila ya kufuata utaratibu wa Kiislamu, hiyo ni zinaa, na katika hukumu huo ni uchafu na una madhara makubwa. Sasa Waislamu tumeelekezwa. Kwa hiyo upande wa kwanza tunapozungumzia athari za uzazi wa mpango, tunamaanisha madhara yanayotokana na promotion zinazofanywa kwa dhamira ya watu kutakiwa watumie uzazi wa mpango. Wanaotumia ni mabinti, wanaotumia ni wavulana. Wavulana wengi na mabinti wengi wameafektiwa kisaikolojia, wako affected kisaikolojia, wakiamini kwamba akitumia kondom amejizuia na ukimwi, lakini hajui madhara ya zinaa wakati anatumia kondom. Akitumia lupu amejizuia na mimba, lakini hajui madhara ya kufanya zinaa hali ya kuwa ametumia hiyo lupu. Anaoni madhara anaona akitumia kidonge amejitahidi kujizuia na mimba, lakini hajui madhara ya kutumia pills za kuzuia mimba, lakini anachoangalia ni haangalii madhara ya zinaa. Akitumia sindano anajipa advantage, hawezi kupata ujauzito, lakini haangalii uzito wa adhabu ya Mwenyezi Mungu katika dhambi ya zinaa. Hii ni madhara ya kwanza yanayopatikana kwa ushawishi wa matangazo makubwa na mabango yanayofanywa duniani kwa dhamira ya kusaidia
kwa dhamira ya kusaidia watu kupata matumizi ya njia hizi za uzazi wa mpango. Watu wengi wanaathiriwa na uzazi wa mpango wakidhani wanasaidiwa, lakini nia ya wazungu sio kutusaidia, ni kutengeneza kizazi kizinifu, na zinaa katika jamii iwe jambo la kawaida. Hofu ya Mungu watu iwatoke. Lakini ukiachilia mbali hilo, matumizi ya dawa yenyewe scientific yana madhara, na kila moja katika hizo njia zina madhara yake. Kwa mfano, watu wanaoweka loop ni kile kitanzi kinachofungwa katika cervix, katika mlango wa njia ya uzazi ya mwanamke. Loop ni kitu maalum cha plastiki kinachomekwa katika cervix, katika njia ya mlango wa mwanamke. Inakuwa na ncha kwa mbele ambayo inagusa katika mdomo wa mlango wa kizazi, yani mdomo wa uterus. Kazi yake loop hii ni kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapokuwa ameconceive, automatically kwa mlango wa kizazi kuwa wazi, mwanamke ana abort. Sasa hukumu ya Kiislamu kwa mwanamke aliyeweka loop, kila mimba iliyotoka baada ya kuchomeka loop, maana yake unahesabiwa umetoa mimba, umefanya abortion. Wewe ni miongoni mwa watu wanaoua. Kwa hiyo ukifunga loop kwa miaka mitatu, ikatokea ndani ya miaka mitatu umezichoropoa mimba 8, umeua watoto wa 8 na una majibu ya kumjibu Mungu. Kwa sababu loop inaruhusu mimba iende, lakini inakuwa aborted, unafanya abortion. Na wanawake wengi wamefunga loop. Wako mabinti ambao wako nje ya ndoa wamefunga loop, asionekane anachoma sindano kwa sababu atanenepa, mama atamshtukia. Ataonekana na pressure, mama atamshtukia. Anaogopa kutumia vidonge kwa sababu anaamini vidonge lazima awe navyo ndani na sheria lazima ameze kila siku. Mama ana tabia ya kupekua kwenye chumba chake na mabegi yake, atamshtukia kwa vidonge. Anaona bora atumie loop ambayo haina tabu. Akichomeka mara moja kesi imekwisha, anaweza kukaa nayo hata miaka mitatu, hana mabadiliko ya kimaumbile yanayoonekana. Lakini binti yako anachoropoa mimba kila inapoingia. Sio binti tu, na wewe mama pia, ambaye unaweka loop, hauna ndoa, unahisi kwamba unajizuia kuzaa. Wewe unazini, moja, unatoa mimba kila kukicha, na utamjibu Mungu maswali mawili hayo: kwa nini ulizini na kwa nini ulichoropoa mimba? Yani umeua na umezini, dhambi mbili. Lakini ipo njia nyingine ya kuweka vipandikizi katika bega, ambavyo vinawekwa katika bega la mkono wa kulia, na vipandikizi vimewekwa kulingana na umri wa anaotaka mama. Anaweza kuweka cha mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka mitano, apendavyo. Kina mama ndivyo sivyo? Lakini unajua madhara ya kipandikizi? Unapochomeka kipandikizi alafu wewe hushiki mimba, hujiulizi kuna kitu kimejificha. Mimba inaingilia pengine, kijiti kimechomekwa pengine. Kutoka begani mpaka panapoingilia mimba, hapa katikati kuna nini? Iki kijiti kinafanya kazi gani kukufanya wewe usipate mimba? Mbona ujiulizi hilo? Ni kijiti kidogo kinachofanana na njiti ya kiberiti. Unafanyiwa surgical ndogo, operation ndogo, kinachomekwa. Kuna baadhi ya wanawake nafikia mahala kinapotea, kinakaa kwenye mwili, wanakitafuta hawakioni. Wapo hawapo? Kimeenda wapi? Kiliwekwa begani, juu ya ngozi yako, kimeenda wapi? Lakini sio hilo tu, kile kitendo chenyewe cha kile kijiti kukaa pale, circulation ya damu inapofanyika, mzunguko wa damu unapofanyika,
kile kijiti kimewekewa artificial hormone. Artificial hormone ambayo inapopita damu inaikusanya ile artificial hormone, inakwenda kuvuruga mfumo wa hormone kwa mwanamke. Mwanamke ni kiwanda kilichokuwa na department 9 za kumfanya mwanamke aweze kuzaa. Department ya kwanza ni ile ya hormone inayoitwa ya gland inayoitwa hormone ya kwanza, department ya kwanza ile gland inaitwa hypothalamus glands. Hypothalamus glands ni gland ambayo inapatikana kwenye ubongo wa mwanamke, ambayo kazi yake ni kuzalisha hormone ya hypothalamus, ambayo hypothalamus hormones kazi yake ni kuiactive pituitary glands ili iweze kuzalisha homoni 2 ambazo zinamfanya mwanamke aweze kuwa active na kuweza kuzalisha mayai, na mayai yaweze kukomaa, na mayai yapelekwe kwenye fallopian tube kusubiri mbegu ya mwanamume ili aweze kuconceive. Ile consumption inapofanyika na anaweza kuconceive mwanamke, baada ya hapo mwanamke anapata ujauzito. Kazi ya kwanza ya homoni hii, artificial homoni hii iliyopo kwenye kijiti, inakwenda kuharibu ile homoni ya msingi ya asili ya hypothalamus pamoja na homoni ya pituitary gland, ambayo inaharibu kwenye pituitary gland, homoni ambayo ikibomolewa automatically mwanamke anakuwa hawezi conceive. Maana yake unavuruga mfumo wa uzazi. Kazi yake hicho kijiti kinatema ute ambao unatembea katika damu, inakwenda kuvuruga mfumo wako wa uzazi wote. Lakini kwa sababu homoni hii ni artificial, inapofikia mahala inatembea katika damu, haiharibu mfumo wa uzazi peke yake, inaharibu na chembe hai nyingine za mwili. Matokeo yake inadharisha radical cells ambazo zikikaa katika mwili zinaweza kusababisha kensa ya damu ama ya ngozi. Lakini kwa sababu inakwenda kufanya kazi zaidi katika via vya uzazi, yani mfumo wa viungo vya uzazi, ina uwezo mkubwa wa kwenda kuzalisha athari katika mfumo wa uzazi. Ndiyo maana leo wanawake wengi wana matatizo matatu: ima wana ovarian cysts, ama wana fibroids, au wana mavimbe makubwa katika matumbo. Wanawake wengi wana matatizo ya uvimbe. Wengi wana tatizo la uvimbe katika fibroids, mafibroids, uvimbe unaopatikana katika uterus, uvimbe mkubwa ambao leo wanawake wengi wana hiyo shida. Wengine wana kitu kinaitwa ovarian cysts. Ovarian cysts ni vimbe ndogo ndogo zinazopatikana kwenye ovary, na wanawake wengi wana madhara hayo mawili. Dalili zake, miongoni mwa madhara hayo, dalili zake katika madhara hayo, ya kwanza kabisa mwanamke kupata maumivu makali kipindi cha hedhi. Kila wanawake 10 unaokutana nao, 5 kwenye hedhi ni wagonjwa wa kutupwa. Kama hilo halifai, watajikuta wana maumivu makali katika milija yao ya uzazi. Ukishika kitovu chako, ukizungusha vidole vyako kuelekea upande wa kulia na kushoto, karibu na nyonga yako kwa chini, wanawake wengi wanapata maumivu chini katika maeneo hayo. Ada ya mwezi itaharibika, ima itatoka nyingi au itatoka ya mapande, mabonge makubwa, au atafikia mahala atapata athari nzito za kupata maumivu mgongo, kiuno na kadhalika. Mwisho wa siku anafika mahala, kuna baadhi ya wanawake wanapoteza kabisa ada zao. Matumizi ya dawa hizi yanakufikisha mahali pagumu, japo unaliona ni jambo dogo. Ndugu zangu kina mama wa Mombasa, nitumie fursa hii kuwaonya athari zitokanazo na matumizi ya dawa hizi ni kubwa kuliko faida zake. Na definition ya Uislamu juu ya halali na haramu ni madhara kuwa mengi au faida kuwa nyingi. Kila chenye madhara mengi, faida zikawa chache, definition ya Uislamu juu ya jambo hilo ni haramu. Na madhara yakiwa mafaida ikiwa nyingi, madhara yakiwa machache, definition ya Uislamu juu ya jambo hilo ni halali. Wanawake wengi leo ni wagonjwa wa mayoma, uvimbe. Wanawake wengi leo ni wa ugonjwa wa ovarian cyst, vimbe za cyst.
vimbe ndogo ndogo katika mfuko wa kuzalishia mayai, yani ovary. Imefikia mahali wanawake wengi wameathirika na madhara ya matumizi ya dawa hizi mpaka hawafurahii ndoa tena, kwa sababu homoni inapokuwa imeparaganyika, automatically ladha ya safari ya kuelekea Mtwapa inaharibika. Panda pikipiki, bodaboda, matatu, Toyota utakavyopanda, lakini ladha ya safari ya Mtwapa huipati. Kuna baadhi ya kina mama hawaendi Mtwapa, anaweza kwenda mpaka Likoni, Mtwapa akaenda mpaka Gariseni, hana anachosikia, mpaka dereva anamwambia gari ishafika, ndo anashtuka, na mimi niko hapa hapa nashuka. Unashuka basi hata usemi kituo gani, unashukaje? Sema nashuka Mtwapa tujue unafika. Abiria hana stendi katika safari. Ni madhara makubwa yanayotokana na matumizi ya dawa hizi. Na walila haya ninayoyasema, naamini kuna watu wanasema dokta hapo ananigusa kama ananijua. Na kujua kwa sababu mimi daktari by professional, na kijua kwa sababu mimi ni muhadhiri, na kujua kwa sababu nimesoma, najua ninachokisema. Madhara ya hayo najua. Mimi ni daktari na hospitali zaidi ya 8. Na hospitali South Africa, na hospitali Mozambiki, na hospitali Tanzania, na Mungu akipenda nitafungua hospitali Kenya. Na hospitali nakutana na watu wananieleza wanavyopata madhara ya jambo hili. Kwa hiyo na ushahidi na evidence, najua ninachokisema, na najua mko affected kwa kiasi gani, najua. Kwa hiyo kijiti madhara yake ni kuleta kensa. Sasa hivi asilimia kubwa ya kina mama wana matatizo ya kensa. Nenda General Hospitals ukaone. Wanawake wengi wameathiriwa na sala la kensa. Wengi wana cervical cancer, ile cancer ya mlango wa shingo ya kizazi. Ni janga kubwa kama wanamume wanavyoathiriwa na tatizo la tezi dume, prostatitis. Ugonjwa unaoongoza kuua kwa sasa kwa wanamume ukitoa HIV ni prostatitis. Ni tatizo linawaathiri wanamume wengi sana. Lakini kensa kwa kina mama ni tatizo kubwa zaidi. Wanawake wengi wanachoma mionzi. Lakini matumizi ya dawa nyingine ambayo pia ina madhara kwa upande wake ni injectable, sindano. Wanawake wengi wanachoma sindano, na hii ndio ina madhara ya waziwazi. Mwanamke akichoma sindano anakuwa na dalili 9 za madhara. Tataja chache kwa sababu ya muda. Athari ya kwanza, mwanamke ananenepa unene usio wa kawaida. Mwanamke yote akichoma sindano kwanza anavimbiana, anapoteza mpaka shepu. Akifanya masiala tumbo linaweza kufunika magoti, kwa sababu tabia ya artificial hormones ambazo ziko ndani ya sindano ya kuzuia uzazi zinafanya mwanamke atengeneze mafuta kwa wingi. Mafuta haya yanapochochewa yanakaa maeneo matatu: kwanza kwenye tumbo la mwanamke, 2 kwenye matiti yake, 3 kwenye nundu la mgongo katika shingo kwa upande wa nyuma. Wanawake wengi wanaotumia sindano wamepoteza shape. Hata kama alikuwa na 86 figure atakuwa kaa pipa, haeleweki. Mgongo uko wapi, kiuno, kifua kiko wapi, vyote vinarundikana hapo hapo. Ile shepu yako ya awali inabomoka. Sisemi kuchekesha, nasema kitu kina madhara, kwa sababu mafuta mengi katika mwili yanasababisha tatizo yanaitwa BCD, blood clots disorders, ambayo mafuta haya yanapokuwa yamekaa muda mrefu katika mwili yanabadilika, yanakuwa radical cells, yanakuwa viini ovu ambavyo mwisho wa siku vinakusababishia kensa. Sio jambo la kucheka kina mama. Unapoteza shepu, unapata madhara, unaongezea na maradhi.
Lakini sifa nyingine, wanawake wanaochoma sindano wanapata tatizo la hypertension. Automatically unapata tatizo la hypertension. Katika kila wanawake 10 wanaochoma sindano, 7 wanakuwa na tatizo la pressure ya kupanda. Baada tu ya matumizi ya sindano anajikuta na hypertension, moyo unakuwa hauna amani, moyo unakwenda mbio. Madhara mengine mwanamke anayoyapata, anaongeza uzito usio wa kawaida. Madhara mengine anayoyapata mwanamke, anakata kabisa mfumo wake wa kalenda ya mwezi. Kuna wanawake leo wanakaa midume, tumeanza nao mwezi mosi na tutafuturu nao haachi. We mwanamke huachi tangu mwezi mosi mpaka mwezi 30 Ramadhani, siku 30 zote unafunga, we mgonjwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta kanuni ya ada kwa mwanamke, nimesema, rejea mada yangu nyuma, mwanamke ni factory, mwanamke ni kiwanda. Kiwanda chochote kinachozalisha bidhaa lazima kitengeneze takasumu. Takasumu hizi lazima upate muda wa kukitoa. Na mwanamke anapoingia katika ada ya mwezi, anaingia katika kuisafisha mwili wake. Ada ya mwezi kwa mwanamke ni natural detoxification. Ada ya mwanamke kwa kila mwezi ni natural detoxification. Natural detoxification ni njia asili ya usafishaji sumu inayotokana na athari za mabaki ya takataka katika mwili, kwa sababu Mungu ni alivyomuumba mwanamke. Nimesema kuna hypothalamus glands inapatikana kwenye kichwa, kuna pituitary glands ambayo inakuja kuzalisha hormones ambazo zinasababisha mwanamke apate kuconceive. Inapofikia mahala mwanamke akakosa, yani baada ile hormones kukosekana, mimba ile ikipatikana, yai likachopoka likaja katika eneo la kuzalishia mayai, la kuchavuliwa mayai katika fallopian tube, linapokaa pale zile siku 3 za kusubiri mbegu ya kiume, ikatokea mbegu ya kiume haikuja, wakati yai limeshachopoka katika eneo la mfuko wa kuzalishia mayai, likifika tu kwenye fallopian tube, wakati mwanamke yuko kwenye ovulation, Mungu ana kitu anakiumba katika uterus, katika mfuko wa uzazi, anatengeneza godoro la kuishi mtoto. Godoro hili linatengenezwa na utando laini wa nyama uliozungushiwa damu kwa wingi, ambao unajengwa katika kuta za uterus, yani mfuko wa uzazi. Godoro hili linawekwa makini kabisa, ili mbegu ya kiume ya mwanamme inapotoboa yai la kike na yai likaconceive, yai hili linapoondoka kutoka kwenye fallopian tube kuja katika uterus, likute godoro la kukalia mtoto liko tayari. Ndio dhamira ya Mwenyezi Mungu. Ikitokea sasa mwanamke hakuconceive, godoro hili limeshatengenezwa, likishaonekana lile yai limepasuka, kinachoonekana lile yai limeshindwa kuconceive, ili godoro Mungu analilarua, linapasuka. Likipasuka, ile takataka zitokanazo na chenga za kuhifadhia godoro hili au chembe hai za kutengenezea godoro hili ndio zinatoka nje kama damu ya hedhi. Kwa hiyo damu ya hedhi ni takasumu zinazotolewa kwenye mwili wa mwanamke, ni natural detoxification. Sasa kama wewe huipati hii mwaka mzima, unaishi kama mwanamume, wewe unarundika na kuwekeza maradhi, sumu, pamoja na takataka, bakteria na radical cells ovu zinazojazana kwenye mwili wako, ambazo mwisho wa siku zitakusababishia maradhi makubwa katika mwili, yakiwemo mavimbe ya aina mbalimbali, yakiwemo maumivu ya viungo, yakiwemo moyo kwenda mbio, kupata pressure, yakiwemo athari zingine kama vile pressure na matatizo mengine kama kensa na kadhalika. Lakini wanawake wengi haoni shida. Na wapo wamama hapa wanachoma sindano, hajui kwamba madhara ya sindano kwake ni makubwa sana kuliko wanavyofikiria. Faida unayopata ni ndogo. Nimewahi kusoma article moja ya WHO iliyofanyika 2002. Imeandikwa na madaktari wa WHO 5. Kitabu kile mimi ninacho. Walikuwa wakielezea tathmini ya miaka 25 ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Wakatathmini njia moja baada ya nyingine. Walipofika katika sindano, wanasema, sikiliza haya maneno, sindano moja
ambayo mwanamke inamzuia mimba kwa miezi mitatu. Kichoma sindano moja una